Usipoamua hakuna kitakachotendeka. Nikiangalia katika Injili ambayo tumesoma katika Luka, inasema kwamba huyu mkuu wa sinagogi alikuwa one of the preachers, one of the priests. Akawa na hali ngumu. Ilikuwa vile nilipigiwa simu, hata wengine wakapata message ya kwamba mtoto wa mchungaji mmoja alikuwa hospitali, ana kansa ya matiti, ana hali yote. Nataka kukwambia alikuja mbele ya Yesu na akasema ya kwamba mtoto wangu amekufa. Hata hawezi kukua. Ni hali ngumu. Ukiweka tu mkono, he decided. Alikuwa na uamuzi wa kwamba ukiweka mkono, ukisoma hapo juu unasema ukiweka mkono mtoto wangu ataanguka. He had already decided when he came before Jesus. Alikuwa tayari ameamua. It was not Jesus deciding for him. Hello. Alikuwa tayari ameamua. Yesu akiweka mkono, shida yangu itakuwa imefanya nini? Imeisha. Na alipokuwa akiona ni vile anaweza kuondoka ukienda hospitali. Once you decide that I'm going to the hospital for treatment, unapoingia katika hospitali unajua kwamba nikija nikidungwa shindano nitapona. Hallelujah. Amen. It was a decision for that man. Na alipoenda pale, Yesu akamwambia tena, akaona huyu anakuja anasema amekufa, haja kusumbua mwalimu. There's sometimes in our life that the things that we think that is dead. Iko katika maisha yetu ambayo tunafikiria kwamba imekufa. Hatuwezi kufanya. Lakini ukitaka ifufuke, ni wewe mwenyewe kuamua. Niko hali hata ya mapato. Ina financial problem. Unafikiria ya kwamba imekufa. Unaweza kufikiria katika maisha yako magonjwa fulani, nafikiria kwamba hayo yote haitatendeka. Sometimes the doctors tell people that there's no way out unless you do ABCD. Even they tell you there's no way out. Some of the women are told hakuna njia utapata mtoto, hata nyungu ya mtoto pale katika mwili wako haiko. But when God decides to give you anything, only believe. It's your decision. And when you decide that this will live, it will live. Amen. The Bible is not anything contradiction. We preach what we see and what we have experienced. Kwa maana tumeona Mungu akifanya kazi yake. Someone say amen. Amen. Nataka nikwambie hivi. Unapo make your decision, and once you make your decision to move forward to receive, you receive a miracle. Amen. Bwana anasema hivi, ni uamuzi wako. Kuamua ya kwamba nipate kile. Kuamua ya kwamba nipate baraka hizi. Na unapoamua, sio Yesu atakuamulia. When you make a decision, you give Jesus a chance to act on that decision, on that problem that you are having. Yes. Whether it is what type of problem you are having in your house. Maybe you have a problem in your financial resources. You have a problem on your marriage. There should be shortcomings in your marriages. But pengine katika hali ya maisha nyumbani yako iko mahali ambapo haiwezi kufikia. Lakini unapoamua kufanya uamuzi, you see God touching that end of your needs. That's why at this place I want to tell you, when you come here we pray with you, it's you to decide to give Jesus an action in your needs. Bwana asifiwe. Unapoamua na unaamua unasema ya kwamba if he raises his hand unto me, akiinua mkono wake akiniwekea, nitapona na nitapokea miujiza hii. Yesu anaanza kufanya miujiza na unapokea. Mara nyingi tunakuwa na shida kwa maana hatupatii Yesu nafasi kufanya kazi. Now unless you have decided that I want to receive, there's no way out. I remember, if I can see one of the women in the Bible, yule ambaye alikuwa amekuwa na hali ngumu kwa miaka 12, lakini alipokuwa akitembea, kila alifanya ni kitu gani? Alienda kwa Yesu akasema ya kwamba akafanya all umati ulikuwa wa watu. There's a multitude of people. The crowd was huge. Lakini akasema akapenya ndani yake, akasema akamkuza katika upinde wa nguo yake. She had decided that this is the only person that I touch and gets healed. Today, I want to tell you, this is on your decision. Amen. Jesus. If you make a decision that I've come here to receive, what I've been looking for years, kila ambayo nilikuwa natafuta kwa miaka, utaona mlango. Amen. Nataka kufikiria na kusema ya kwamba mahali ninaposimama hapa siku ya leo,
inaonekana hivi ama tumepewa kuwa hapa kwa ajili ya mwenye hapa hii mahali hapa kwa ajili alijisai na kuona ya kwamba nikikuza nguo ya kupinda Yesu Kristo aliona. Akatoa ushuhuda akasema alipoteza pesa siku nyingi sana kwa wakanga, hata kwa waombaji ambao wanauombezi, lakini hakupokea chochote. But the time Nekesa took a step to a man of God carrying the jar of water, akaenda akatenda kwa mtumishi wa Mungu ambaye anabeba mtungi wa nini? Wa maji. Na alipomfikia akasema pokea hiyo muujiza. Na akapokea. Hallelujah. When all things were over, na kaangalia akasema nitampatia nini? Nitahubiri injili ya Yesu. Tunaposimama hapa, we are not preaching the gospel. Is he Nekesa preaching the gospel? Because he has offered people to be here and be the gospel in Busia. Hallelujah. Nekesa making me to be here. I've reached even the pastors within Busia County. Hallelujah. And I want to tell you, it is your decision to receive or you don't receive. And once you make a decision, you receive what God wants you to receive. Amen. Hallelujah. Hello. Bwana anasema ni uamuzi wangu. Amen. Ni uamuzi wangu, na ninapoamua Mungu ananipatia. Na nikishaamua hakuna anaweza kupinga. Hallelujah. Amen. Jesus puts things in actions. Bwana asifiwe. Amen. Na nikishaamua ninaenda na nguvu. Nimesikia pale ufalme wa mbinguni unajakuliwa na wenye nani? Sio kwanza kupikana na mwenzako. Kunyakuliwa na nguvu maana yake ni nini? Those who violence. Bwana asifiwe sana. Last time when I was here, I was standing outside and I saw this lady was trembling, she was sick. And you know, I want to give a testimony about her. Bwana asifiwe sana. That's a way of receiving, taking the kingdom of heaven in it with violence. Kwa maana hakukaa kwa nyumba ni mgonjwa. He just went up and said, I'm going to take that kingdom. And she was to receive. He said, she's healthy. If it means to come to worship God, just go. It means to go in a fellowship somewhere, just go. Don't get yourself down because I have other problems, I have some other emergency cases, and it's time to worship God. Amen. Ufalme wa mbinguni unapatikana wenye nguvu. Wacha shughuli zingine, chukua nafasi ya kwenda kumwabudu Mungu. Na unaposimama kwenda kumwabudu Mungu, wacha kumwonea Mungu haya. Wakati wa kuomba ikiwa ni usiku, just wake up, go in the dining room, go in the living room, just sit down, ask God something, take 7 minutes onwards, just ask God, pray for your friends, pray for your family, pray for your neighbors, just repent and see what God is in your life. And hiyo ndio njia moja ya kunyakua ufalme wa mbinguni na nguvu. Hallelujah. Unakataa hata usingizi, unachukua hatua, anakwambia blanketi kaa pale, inaenda kuomba. Amen. Unachukua hata njia ya kusema, wacha maneno ya kusema iko ufukara, naenda hata kumtolea Mungu sadaka. Naenda hata kumtolea Mungu tithe yake. Unachukua ufalme wa mbinguni na nguvu. Amen. Iko vijana ambao waliyechenga hapa. Siku hiyo vijana hawa kaamua ya kwamba hakuna shida, tutafanya hivi. Sijaona kama wanaishiwa. Bwana asifiwe sana. Nyakua hizi ufalme wa mbinguni na nguvu. Na unapokuja hapa, it is your decision to carry these kingdoms of heavens by violence. Amen. And when you decide it, it's a way through for you to receive. Ndio unaona mtoto unatoka asubuhi, unaamka asubuhi naenda kwa shule, unapoamka kwenda kwa shule, unawacha hata mambo mengine, but finally after your first examination you enjoy. And you say, really, I've been struggling, but now I have now taken by violence. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. It is your time for you. It is your decision to make a decision to have it. And if it is your decision, make sure that you tell God, it's my decision today to get this kingdom, to get these blessings, to get this prosperity. And this prosperity, I cannot just get when sitting just home there. Iliwezi kupata kama ninakaa tu hapo. Itapata kama nimeamuka kwenda kuitafuta. Na unapotafuta umeamuka ya kwamba umewacha mambo mengine. Hallelujah. Whoever is here that you want to receive anything, a miracle, umekuja hapa kuomba na mimi, wacha nikwambia ya kwamba it's not me to preach for you, to pray for you. It is your decision. And one decision, I speak a word and you receive a miracle. Today I want to tell you, a miracle is here. If you can come, if you came when you have made a decision. That when we speak a word, you receive it. Bwana asifiwe. You came by violence. Amen.
Haleluya. Ni wakati wako ambaye wewe mwenyewe unataka uamuzi. Hakuna kitu, iko mtu ambaye anasiti kuona ya kwamba wanapata kufanya, kwa maana anapoanza hata business kidogo, pengine una kazi unayefanya kidogo, unaanza kupata hata kuenda kanisani hauwezi. Unakaa pale, kesho unaanza kusema ya kwamba hali ngumu imekuwa kwangu. Ni kwamba umekataa wewe mwenyewe kuamua hiyo. Wakati hali ngumu inafika, ndio unaanza kwenda kutafuta kusema ya kwamba nataka nione pastor wa kanisa, bali mke wangu anaendanga, bali bwana wangu anaendanga. But it's time bad. When time bad, nothing can happen. It is your decision to decide that you should receive a miracle by violence. How that knows? When you come to the Lord, God wants to give you what He has set for you for years. You have been looking for the healthy. You have been looking for a place of any kind. It is your decision. And once you decide, it is your day to receive it. Don't wait until tomorrow. Na ukitaka kupokea, unatubu kwa hali ambayo ulikuwa nayo. Pengine hali ulio nayo, hautaki jirani. Mambo yako hautaki kuongea na bibi yako. Mutaki kuongea na bwana yako vizuri. Hauangalii mwingine vema. Hai yote unapotubu, unaona Mungu anaanza kuambia pokea miujiza. Hallelujah. Hallelujah. It is your time for you to receive a miracle today. And when you want to receive it, it is your decision. Not my decision. You get it by violence. And when you get it by violence, nothing can come. God has given you permission. God has given you permission to cross over to the land. Amen. He has given you the key to open. Amen. And when He opens, no one can close. Yes. I remember there was a time, there was a lady who called me tonight. I don't know whether this month or what, when. There's a lady who called me tonight. He said, Bishop, things are going bad. No doctor is coming where I am. And I don't know what I'm doing. And I was wondering, I can feel it too painful. And I was feeling to hear. And I just called on the phone and said, Jesus, do something special. Because you already Father promised that whatever we speak will happen. I thank God. She just called and say, she's delivered safely. Na nikasema Mungu ni Bwana anayetenda miujiza. Hallelujah. Nataka kukwambia ya kwamba there is nothing is impossible with God. And all things are possible with God. If you make a decision, you give Jesus to act on your problem. And He starts acting your problem. No one can hinder the blessing that's coming to you today. Hallelujah. Receive a miracle. If you have made a decision, it's the time to do it. Amen. God made you to come here for a purpose. And the purpose is you make a decision. It's your decision. And if you take a decision, you get the kingdom of God by violence, the blessing by violence, prosperity by violence, financial resource by violence, and all this in violence. Your healing is coming. Your blessing will compound. All this your kingdom just communicated. Now today, they are coming straight away. Hallelujah. Amen. Amenizunguka, 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 Emmanueli, amenizunguka, Emmanueli, amenizunguka, ameninua, ameninua.